Haleluya, haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni wakati uliokubalika kabisa mbele za Bwana, na nina kila sababu ya kumshukuru kwa fursa hii ambayo amenijalia, na wewe pia kuweza kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha wakati wa majibu ni sasa. Nikukaribisha sana katika kipindi chetu hiki cha wakati wa majibu ni sasa, na uamini mkono wa Bwana uko tayari kufanya kazi kwa ajili yetu katika mema. Wale ambao ni mara yao ya kwanza kunifuatilia, naitwa Dr. Moses Kingu, kiongozi mkuu wa kanisa la Uzima katika neno. Tuko Maramba Mawili, Tanzania, Dar es Salaam. Niwakaribishe wote mlioko katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, wale ambao mko nje ya mipaka ya Tanzania, wote kwa pamoja na wakaribisheni sana, ili Mungu aweze kutuhudumia. Kwa hiyo jambo la kufanya ni kuinua matarajio yako. Weka matarajio yako yawe juu, kwamba wakati huu kuna jambo jema zuri ambalo Bwana amekupangia wewe binafsi. Kumbuka, Mungu huwa anaongea na mtu binafsi, haongei na grupu la watu. Kwa hiyo neno linapokuja huwa linatumwa kwa mtu binafsi na kutatua mambo ya mtu binafsi. Kwa hiyo ni vizuri uweze kuweka matarajio yako juu kabisa. Lakini wakati naendelea, Mungu anaposema na wewe au kakujibu jambo, itikia kwa kuweka comment pale, maana hiyo inatambulisha imani yako, inashuhudia imani yako kwamba wewe umeshamiliki, umepokea, unamtukuza Bwana, unamsifu Bwana Jehova kwamba amekuitoa katika mahali ambako ulikuwa umezuiliwa. Kwa hiyo ni jambo la imani. Vizuri. Basi wakati huu tunapoenda kuanza, ukumbushe kwamba nazungumzia juu ya mafanikio. Ni vita ya mafanikio. Na jana nilikuwa nimeongelea anga, mbingu zako, yani anga lako nani amelishikilia, nani analitawala. Na leo nitaenda kubaki hapo, lakini kwa leo tutakuwa na madakika machache tu, lakini nitabaki hapo hapo. Anga, nazungumzia anga. Nani analimiliki anga lako? Nani analitawala? Yule anayelitawala anga la kwako ndiye anayeamua mambo yanayokutokea. Kwa hiyo ni muhimu hii siri naenda kukupatia ukaidake vizuri, maana mafanikio yako yamefungamanishwa katika siri hii. Tusikie tena wimbo kidogo, alafu nikurudie. Karibu.
linaponya na magonjwa yote, nalo labariki kwa baraka zote, nalo lafungua na vifungo vyote vile vya Shetani na wachawi wake, nalo linaponya na magonjwa yote, nalo labariki kwa baraka zote, nalo lafungua na vifungo vyote. Haleluya, amen. Tuombe. Baba mwema, katika jina la Yesu na kushukuru kwa nafasi hii ya baraka ambayo umetupatia. Kila mmoja anayemtazama na kuhitaji wewe, na mimi nakuhitaji wewe. Hivyo naomba Roho wako Mtakatifu uweze kutufunika kwa kufunua kweli yako, kwa kutujenga katika imani yako na kupokea majibu kutoka kwako. Kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, kila kitu kiwe chema sana, kila mmoja anayesikiliza, kila kitu kiwe bora, na baraka zote zikawe kati yetu, na kwa jina hili tukazimiliki. Nimeamini kwa utukufu wa jina la Yesu, amen. Amen. Mpendwa wangu mtazamaji, ninapozungumza juu ya anga lako linamilikiwa na nani? Nani anatawala anga lako? Ninamaanisha katika ulimwengu wa kiroho kuna kifuniko ambacho kina nguvu ya kuamua mambo yatendeke. Katika maandiko matakatifu, kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 2, Paulo ananena maneno kwamba namjua mtu mmoja alinyakuliwa mpaka mbingu ya tatu. Mbingu ya tatu, mbingu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Katika tafsiri ya kibiblia, mbingu zinaanzia kutokea kwenye uwazi huu. Uwazi kutoka kichwani kwako kwenda juu inaitwa mbingu. Inaitwa mbingu au anga. Anga hilo inaitwa mbingu. Sasa mbingu ya kwanza mara nyingi ni hii ambayo tunashuhudia kwa macho yetu, ina rangi ya blue, mawingu na kadhalika. Hiyo inawetajwa kama mbingu ya kwanza ambayo inaonekana. Lakini mbingu ya pili ndiyo hiyo inatajwa anga pia. Anga linalomilikiwa na mmoja wa roho chafu zilizoasi. Kwa mujibu wa maandiko, kitabu cha Danieli, tunaona kuna mfalme wa anga ambaye alizuia majibu ya Danieli yasimfikie. Na kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 2 inasema, zamani tulienenda kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Unaona, mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kwa maana ya hii inatuambia kuna mfalme wa anga ambaye kazi yake ni kuachilia uasi, ni kuinua aina ya maisha ambayo yanapishana na mpango wa Mungu, yanapishana na kusudi la Mungu. Hivyo ni roho inaitwa mfalme wa anga. Sasa hiyo ndio tunataja kama mbingu ya pili, mbingu ya pili au anga. Sasa anga la tatu ambayo ni mbingu ya tatu ndio ninataja ni ile nafasi ya ulimwengu wa roho iliyo juu ya mamlaka zote, ambapo ndipo tunaamini. Soma maandiko niliyokutajia ya Wakorintho wa pili
sura ya 12 mstari wa 2 ukiendelea, inataja kuwa ndio paradiso pia, ni paradiso pia. Ukiendelea utaona hayo mambo. Lakini hiyo mbingu ya tatu ni mamlaka ya juu kuliko zote. Na katika kitabu cha Danieli hebu naomba tuangalie Danieli 4 mstari wa 26. Kuna maneno pale yametajwa kuhusu mbingu. Kulikuwa na ushindani, Nebukadreza akaondolewa kwenye utawala, alafu tafsiri ya Danieli ikamwambia maana yake nini. Msoma mstari. Na kwa kuwa waliamuru kukiacha kisiki cha shina lake, ufalme wako utakuwa imara kwako, baada ya wewe kujua ya kuwa mbingu ndizo zinazotawala. Vizuri sana. Baada ya wewe kujua ya kwamba mbingu ndizo zinazotawala. Mpaka hapa tunaanza kuingia katika siri za kutupa kushinda vita yoyote inayokabili maisha yetu. Na ninaongelea vita ya mafanikio, ya maendeleo yako, ya mambo mazuri unayoyatamani, hayapatikani kirahisi. Naongelea habari ya kumiliki pesa, kumiliki mali, kumiliki vitu vinavyoonekana vya dunia hii. Havipatikani kirahisi. Ndio maana ni wanaomiliki pesa ni wachache, wanaomiliki mali ni wachache, kwa sababu sio vitu vinakuja kirahisi. Kuna jambo la kugundua hapo. Sasa hapa nasema ya kwamba wenye mwili wote wajue ya kwamba mbingu ndizo zinazotawala. Mbingu ndizo ambazo zinatawala. Ndio naongelea anga lako linatawaliwa na nani? Na anga la wewe unayemwamini Kristo ndio hilo liliko juu ya anga yote. Anga yoyote, hilo ni anga la juu kabisa, ambalo sasa ili anga au hii mbingu ili iwe na nguvu, lazima iwe connected, iwe na mshikamano, iwe na muunganiko na mtu mwenye mwili aliyeko hapa kwenye ardhi duniani. Ndipo huyo mtu anakuwa ni hatari sana, anakuwa tishio sana, anakuwa ni mtu wa kuleta mapinduzi huyo mtu. Lakini sio huyo tu, hata yule mtu ambaye anamilikiwa na mbingu ya pili au anga la pili, naye ni tishio, ni hatari sana. Ndio hao waganga na wachawi, hatari sana, wanaweza kupaa hao wachawi, wanapaa kwa ungo. Mchawi anaingia nyumbani kwako, umefunga milango yote. Mchawi anakuja kukukalia, mchawi anakuua. Ina maana wana nguvu za ajabu. Hii ni nguvu ya anga inayomiliki, lakini inafanya kazi kupitia mtu anayealika nguvu hiyo, mtu anayekaribisha nguvu hiyo. Sasa tulianza kuangalia jinsi ambavyo mfalme Farao alikuwa ni mtu ambaye aliumiza watu, na siri hiyo tunajua ilikuwa ni mbingu, ni anga linatawala. Anga lako likiwa wazi, anga lako ukilimiliki, ambalo ni Mungu akalishikilia, mbingu ndizo zinazotawala. Maana yake hii mbingu ya pili, anga la pili, ambalo mfalme wake ni Shetani, halina nguvu likiwa tu na mtu aliye na ufahamu ya kwamba wachawi hawana nguvu, majini hayana nguvu, waganga hawana nguvu, laana hazina nguvu, hata kifo cha kutumiwa na kutengenezwa hakina nguvu, wala masikini wa kutumiwa hauna nguvu, wala vifungo havina nguvu, kwa sababu nguvu za anga la juu, nguvu za anga la juu ni anga linalomilikiwa
na mfalme wa wafalme, Yesu Kristo, Bwana wa bwana, Mungu mkuu mwenye amri zote. Ni kitu cha kusikitisha kwamba sisi ndio hatujajiconnect. Ni sisi tu ambaye hatujajiunganisha vizuri, na tunaendeshwa na mambo yanayoonekana, tunatishika na hali iliyopo, hali ile ulionayo ya kutokuwa na hela, ile hali ulionayo ya kutokuwa na fedha, mali ndio iliyokumiliki, na unakosa kujua ya kwamba ulimwengu wako wa rohoni, mbingu zilizo juu yako zina nguvu kutengeneza mamlaka ya kupata pesa, ya kupata biashara, ya kupata ulinzi, ya kupata maisha marefu, ya kupata pesa. Huo ulimwengu wa kiroho una nguvu, lakini lazima ujue kwamba vita ipo. Na kati ya vitu ambavyo utazuiliwa sana, utazuiliwa usipate pesa, utazuiliwa usiwe na afya, utazuiliwa usipate mali, utazuiliwa usikuwe na maendeleo, utazuiliwa sana. Tunaangalia sasa kifupi tu sasa. Kitabu cha Kutoka kina habari hizi. Sura ya kwanza ukianzia mstari wa 9 na kuendelea na wa 10. Maandiko inasema baada ya Wanaisraeli kuwa Misri, waliingia kama watu muhimu, waliingia kama watu wa thamani, kwa kuwa aliyekuwa kiongozi wao, ndugu yao Yusufu, waziri mkuu, ndiye alikuwa amewakaribisha Misri. Kwa walikuwa ni ndugu za waziri mkuu, walipewa eneo bora kabisa Gosheni, waliishi maisha mazuri. Lakini baada ya Yusufu kufa, maandiko inasema yule mfalme aliyekuwa anafanya kazi na Yusufu alikufa. Akaanza kutawala mfalme mpya ambaye maandiko inasema hakumjua Yusufu. Hivi ni kweli unafikiri hakumjua Yusufu? Ni kweli usimjue waziri mkuu mstaafu au waliotangulia? Haiwezekani. Ni nini sasa hapa? Ni kwamba hakuona thamani wala hakujali kazi nzuri iliyofanywa na waziri mkuu Yusufu ya kuokoa taifa kwa njaa na mataifa mengine. Hakuiona hiyo karama, hiyo kipaji, hakukithamini, alikipuuza. Kwa hiyo hata waliohusika naye hakuwajali, akawa tayari kuwanyanyasa. Alimjua lakini hakutaka kuwapa heshima wote waliohusika na Yusufu. Ndugu yangu, inawezekana ukawa mtu mwema, ukiondoka tu wanaokuhusu wakaanza kupuuzwa. Kwa nini? Kwa sababu ya yule mtu mpya aliyeingia, asiyependa kuheshimu historia, asiyeheshimu historia. Waliotangulia wamefanya mambo gani mazuri ili ayaenzi, ili ayatukuze, ili ayaheshimu, ili ayazungumze. Ni muhimu ujue. Kwa hiyo baada ya hapo wana wa Israeli wakawa na kuongezeka mno. Huyu mfalme mpya akasema, tunataka tuzuie. Jambo la kwanza, tuzuie kuongezeka. Hiyo ndio plani. Adui ambaye anashikilia anga lako atazuia maongezeko, atazuia maongezeko yako kifedha, kwa mali, kielimu, kiuchumi, hata kwenye ndoa. Kwa maana atazuia maendeleo yako, yatazuiwa. Ndio maana wengi wenu mnaonitazama, muna mikakati mizuri, muna bidii nzuri, muna malengo mazuri, lakini mambo yanaharibika katikati, mambo yanavurugika katikati. Kila kitu umekipanga vizuri kabisa, lakini mambo yanavurugika katikati, na ujui ni nini. Mambo hayo yanalengwa kukuweka katika kutoongezeka, inazuia maendeleo. Lazima tusimame kwa kutumia anga letu la juu
kutumia mbingu ya tatu, kutumia mfalme wa mfalme Yesu Kristo, ambaye ndiye tunamtumia kwa ajili yake. Ndiye aliye na nguvu, mwenye majeshi ya malaika. Tukiita jina lake, ndipo uruhusu malaika ambao ni majeshi yake na kuyaambia, nendeni kwa yule mkamtetee, ili aendelee mbele, akasonge mbele, akainuke juu, uchumi wake ukastawi, mkazuie yule anayempinga. Kwa hiyo ni lazima ujue tuko vitani, na Bwana ameamua kwa ajili ya msalaba wa Kristo, lazima wateule wake, watu wa Mungu wanaomtegemea, waweze kuinuka, waweze kuvuka kutoka kwenye kongwa la anga la pili, la anga la shetani. Lazima tulivuke, tutavuka kwa sababu tumekuwa connected. Sasa wewe unaweza ukawa huna ile siri kubwa sana, na mimi sina haja ya kukwambia ukajitese kutafuta anga la tatu na utachanganyikiwa bure. Wewe unachotakiwa ni kuchukua mafundisho kwa njia nyepesi. Haya ninayokupatia, haya mafundisho ninayokupatia, ndio tuchukua tu uamini. Usitafute sana kujua mbingu ya pili ya tatu, utachanganyikiwa bure. Unajua mbona nisikiwe? Mungu alikuwa ananifundisha jambo moja, nikasema aha, kumbe ni rahisi kuwasaidia watu, kumbe ni rahisi kuweka maisha ya watu yawe stawi. Kwani sisi tunapotaka chakula kanipa mfano ambao niliupenda sana. Mtu mwenye njaa anataka chakula, hataki kujua maelezo. Nilienda sokoni nikanunua mchele, nikanunua na nyama na vitunguu saumu na njegele, halafu nikachambua mchicha, nikawasha moto, nikapika masaa mawili, nikaunga na bizari. Hayo siyahitaji. Mimi nataka chakula kilichoiva nile. Sasa tunataka wewe usitafute hizo detail, hizo vipengele, chakula kilipikwaje. Tunataka chakula kilichoiva. Ndio hiki naweza kuletea. Mimi nishafanya hiyo kazi ya kuomba, ya kufunga, ya kumtafuta Mungu. Hiyo ndio kazi ya kupika, ya kuchambua mchele, hiyo ndio kazi nimeshafanya. Napokuongelesha hivi ni chakula na kupakulia. Wewe chukua hapo, beba, sema safi, mbingu ya tatu inatawala, Yesu ni mfalme. Kile kilichokuwa kizuia mambo yangu sasa kimeanguka, hakiwezi kuzuia tena. Na inuka kiuchumi, naendelea mbele, nasonga mbele. Ukiamini hivyo, malaika wako standby, wako tayari kuambiwa huyo wameshaamini. Nendeni msaidieni haraka asonge mbele. Wewe amini tu. Amini, usitumie akili zako sana. Amini tu, kwa kuwa Bwana ameshapika chakula na wewe kichukue. Sasa nisikilize, hiyo ni jambo la kwanza. Zuia wasipate maongezeko. Jambo la pili ambalo adui anafanya, ambao lazima upigane vita, anatengeneza kuua uzao unapoanza kuzalisha, kuua uzalishaji. Ukisoma mstari wa 15-16 ya kitabu cha Kutoka 1, inasema baada ya kuona hawa watu wanateswa lakini wanaongezeka. Kwa hiyo ili usiongezeke, kilichotengenezwa ni mateso, ni maumivu, ni uchungu, ni mapigo. Kwa hiyo mambo unayopitia, pengine ndoa yako ina mgogoro, pengine una dhiki, unadharauliwa, umepuuzwa, una vita za majirani, una vita za ndugu. Hiyo yote imetengenezwa ubaki ukijihurumia kwamba mimi ni mtu mkosi, mimi ni mtu wa laana, mimi ni mtu asiyefaa, mimi sijui niliumbwaje, sijui nilizaliwa kwa nini kwenye familia hii, mimi ni mtu wa balaa, mimi siendelei. Ile nataka uuziwe mawazo kama hayo, ili usione thamani yako, usione wewe ni mtu muhimu ambaye Mungu anakuweka duniani ili ufanikiwe kama wengine, ili kwenda juu kama wengine, ili hayo mawazo yasije hata kidogo. Ubaki ukilia usiku kucha, ukiomboleza usiku kucha. Anafurahi shetani, sema ndio, omboleza kabisa, una bahati mbaya duniani. Wewe una mkosi mkubwa sana. Wewe uko hivyo, utakufa hivyo. Uamini, ukubali hivyo. Sasa hiyo ndio mpango. Lakini akigundua uko imara, hata mateso hayakuzuii kuendelea mbele. Wako watu hawajali mapito,
hawajali majaribu, hawavunjiki moyo, wakati tamaa. Wakianguka mtaji, anasema sawa, nitatafuta mtaji mwingine, anaanza biashara tena. Anguka mtaji mara ya pili, anasema ni sawa, nitafuta mtaji mwingine. Mara ya tatu anaanguka tena, anasema sawa, nabadilisha, naamka tena. Wako watu maisha hawakati tamaa. Sasa watu wale ndio tishio, ambao maandiko yanasema mwenye haki huanguka mara 7 akaamka tena. Ina maana hakuna kukata tamaa. Hata kama mtaji wako umekwisha, atafuta hata mkopo, anza tena. Hata mara ya 3 endelea tena, endelea. Hata kama yule mchumba wa kwanza amekukimbia, usikalia kidogo tu, basi pake mafuta uoge, alafu rudi tena, muomba Mungu akupe mwingine tena. Akukukimbia na wa pili, usikate tamaa, lia kidogo, omba, rudi tena mpaka Bwana atakupa wa kwako. Useme mimi nimeshagundua, nimeandikiwa sisiolewe, nimegundua sitaolewa, ndio nimegundua hivyo, imani ya kishetani. Nimegundua mimi sitaoa, mimi wanawake wote wanikataa, sina hela. Huo ni imani ya kishetani. Mungu amekuumba wewe ukiwa katika uthamani. Thamani yako haitengenezwi na pesa, haitengenezwi na mali. Mali zinakuja kukutumikia tu. Sasa watu wengi akili zao zimeshapondwa eti kwa sababu wana mali, zimepondwa eti kwa sababu wana elimu, mpaka wanakuwa wanyonge eti kwa sababu hawajajenga nyumba. Hivyo vitu ni watumishi wetu, pesa ni watumishi wetu, vitakuja tu. Magari ni watumishi wetu, lakini kama hujavipata visikusumbue. Subiri kwa wakati wa Bwana, kwa majira ya Bwana. Kila jambo lina wakati wake na muda wake. Usikwazwe na mwingine amepata gari unamwanza kumkasirikia. Majizi yale, nakula rushwa yale, majizi yale, wivu tu, wivu kwa sababu wewe umekosa. Na vile kitabu fulani cha Sungura sana ukiandika anashinda sema sisitaki mbichi gani ulikuwa unataka lakini umeshinda. Kuna watu wanakwama wanashinda sema basi hata gari zenyewe, magari yenyewe nini anakuambia hilo gari ni kaburi. Unaweza kutaja ni kaburi za kumeza huko litakupa ya kuwa wewe umeshindwa, ndio unaanza kuongea maneno yasiyo maana. Mwamini Bwana. Leo umefeli, ngoja saa yako inakuja, zamu yako inakuja. Yule aliyepata tena kutia moyo. Huyu ana miguu mingapi? 3? Hapana, 2. Huyu ana mikono mingapi? Ana kichwa vingapi? Kumbe mtu anaweza kawa na gari. Sasa mimi si ni mtu, basi wewe ni zamu yako na yangu inakuja. Mungu kitu kimoja usikate tamaa maisha yako yote. Sasa adui akigundua ukata tamaa, anakuletea kitu kingine. Ndio katika sura ile ya kwanza mstari, hebu soma ndugu yangu, mstari wa 15-16. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wakatika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muueni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Yaani adui anaangalia akuzuilie wakati kabla hujapata, anazuia mafanikio yako. Na wakati unaanza uzalishaji unapoanza tu, wakati unapoanzisha tu kitu chako ka biashara, hapo anakaminya, bado kachanga ka biashara, kachanga na kaua haraka. Huyo mtoto ndio biashara, huyo mtoto ndio mradi, huyo mtoto ndio mipango yako, ndio shamba lako. Anakuminya kabla hujapata nguvu za kujitetea. Huna uwezo kujitetea, kinauawe kitu chako kabla hakijastawi. Kwa hiyo ndio kanuni ya mbingu ya kipepo, kuua vitu vyako mapema. Akiwa ndio mwanamke anaua, hata mimba ikiwa hujazaliwa mtoto anaua, na akiwa kaja kujifungua anaua. Kwa lazima tuhakikishe tunajua hii mbinu, mpango wa adui wa kuua mafanikio, kuua mambo mema yaliyokusudiwa uyazalishe. Anaua hata mawazo mazuri, hata mipango mizuri, hata mikakati mizuri. Kianza tu kuumbika kichwani mwako, anaingiza wazo, analiua. Anaua mikakati yako. Umeanza unasikia imani inakuja, nitaenda kutafuta shamba, nitalima bustani. Anaua hilo wazo, unasema watu wanafeli bwana, watu hawafanikiwagi, bustani hazilipi. Anaua hilo wazo.
Unakuja mpango, unasikia hata nitaanza kuuza hata karanga, nitaanzia hapo karanga utadhalilika wewe angalia ulivyo, wewe utadhalilika, achana na hiyo. Wewe atakuulia mawazo yanayoenda kukutoa kimaisha. Maisha lazima ukubali kufanya kazi na heshima huwa inakuja baadaye. Tunachafuka kwanza. Wewe mkulima unaenda kulima na suti. Huyo mkulima gani? Mkulima anachafuka, na tukimkuta amechafuka shambani tunampigia saluti, tunamheshimu. Inategemeana uko wapi. Yule kule anabeba mizigo, tukikuta amechafuka tunampigia sauti, niko kazini huo. Tukimkuta mfanyia barabara tunamheshimu, maana ni anatakiwa awe mchafu kwanza, ni bora kuwa msafi baadaye. Sasa wewe unataka kuwa umevaa suti unalima shamba, haiwezekani. Kwa hiyo usiogope mtu yoyote, usiogope mtu. Ukisikia wazo la kufanya jambo, jitose kimasomaso, anzisha, fanya. Haya ni maisha yako, wala ni maendeleo yako. Usijali nani anakutafsiri nini. Mtu huyu anaangalia anafanya kazi kama hizi, usimjali, utakuja kujua baadaye. Mtu mwenye maono huwa avunjwe moyo. Kila chanzo huwa kionekani kama cha thamani. Unaweza kukuta unaanza kukufagia, unaanza kufanya vitu vidogo sana, lakini una maono makubwa. Anzia pale ulipo, usitaki kuanza juu. Sasa kitu kidogo, hapo ndipo penye mambo kuanza. Na ulinde kisiuawe. Linda wazo lako lisiuawe. Linda wazo lako, lishikilie. Sema sikubali kuachia. Shikilia wazo hilo mpaka lizalishe mafanikio. Jambo la pili. La tatu, kile utakachokuwa umeshakizalisha. Watoto, sura mstari wa 22. Neno la Bwana. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mtoto atatupwa, utatupiwa, mambo yako yatatupwa, yatauawa hata baada ya kuona kimeshakuwa kinatumaini. Lazima ujue hiyo ni vita. Vita, vita, vita. Vita kabla, vita wakati unazalisha, vita baada ya kuzalisha. Ni vita, ni vita, ni vita. Hata ukikwepa huyu mtoto asipouawa, lakini vita nyingine inakuja. Iko kwenye sura ile ya 8, kwamba wewe utengwe na wanao wasiwe na imani yako, wanao wasiwe kwenye mshikamano wa mambo ya malengo yako. Anasema nendeni ninyi mlio watu wazima tu, kwamba achaneni na watoto wenu nyuma. Kwa hiyo anazuia kwamba wewe uende watoto wabaki nyuma. Anajua kwamba hutaweza kwenda mbali, watoto utakufanya urudi nyuma pia. Ukifanikiwa kuwashawishi watoto mtembee nao katika njia moja, Shetani anasema nendeni na watoto, lakini msiende na mali, msiende na ng'ombe, kondoo. Unaona, anazuia watoto, anataka uende peke yako. Ukimshinda kwa watoto, anazuia mali. Ndio hapo watu wa Mungu, mali zimezuiwa, watoto wamezuiwa, uzao umezuiwa. Tusimame, tuamue. Mbingu yetu ndiyo inayotawala. Mbingu yetu, mbingu ndiyo inayotawala. Sisi tunatawala kwa jina la Yesu. Tunaweza kugeuza hali hiyo mbaya. Tunaweza kupindua hiyo hali ya familia, tukapindua hali ya aibu, tukaondoa hali ya ufukara, tukaondoa hali zile ambazo zimejengwa na adui kwa maisha yako, ukoo wako. Tunaweza kubadilisha ukikubali na kutii na kuchukua hili neno kwa njia rahisi tu. Lichukue hili neno na kusema shetani uniwezi. Musa ndiye aliyepiga vita na Farao. Israeli hawakufanya vita. Mimi napiga vita yako. Mangalia, Musa ndiye alienda kupigana na Farao. Lakini wana wa Israeli walitakiwa wasikilize maelekezo, watii. Huwezi kupigana na nguvu za giza. Huwezi kupigana na falme wewe. Huwezi kupigana na majeshi ya pepo wabaya. Huna ufunuo, utazama.
utatishwa na wachawi. Unahitaji ujiunganishe na watu, na mtu aliye na mafunuo, ambaye anasimama kwa niaba yako, ambaye amejiconnect na mamlaka kuu ya Yesu Kristo, amevishwa vazi la damu ya Yesu, amevishwa vazi la kifalme, ambaye kazi ya mfalme ni kutoa watu kwenye utumwa na kuwaingiza kwenye uhuru wao, na kuwaingiza kwenye uchumi wao, na kuwaingiza kwenye furaha yao. Ni wakati wa kutoka katika hali uliopo. Mungu anaachilia msaada utokao juu. Hatutakubali kuacha chochote, hata ukwato mmoja. Musa akasema hata ukwato hatuuachi. Hebu soma sura ya 10, sura ya 10, soma mstari wa 8 hadi 11, afu ende na mstari wa 24 tupate picha tu hapo. Nimeshatoa maelezo. Musa na Haruni wakaletwa tena kwa Farao. Ndio. Naye akawaambia, nendeni mkamtumikie Bwana Mungu wenu. Lakini ni kina nani watakao kwenda? Musa akajibu, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu na wana wetu na binti zetu, tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa inatupasa kumfanyia Bwana sikukuu. Mstari wa 10, lakini akamwambia, Bwana awe pamoja nanyi kama nitakavyowapa ruhusa. Anasema mfuate vile nataka mimi mfanye, nitawapa ruhusa kwa masharti yangu. Ndio anataka kuambia kwenda zenu pamoja na watoto wenu. Angalieni, kwa kuwa pana uovu huko mbele yenu. Anajifanya yeye ni muungwana, eti huko mbele kuna mambo mabaya, watoto wenu watapata madhara. Niachieni watoto, nendeni nyie, endelea. Sivyo, enendeni ninyi mlio watu wazima, mkamtumikie Bwana, kwa kuwa ndilo jambo mtakalo. Ndio. Nao walifukuzwa usoni pa Farao. Musa alikataa. Usikubali masharti ya kuwa uhuru wako. Usikubali kwenda wewe huru ukaacha wengine bado kwenye utumwa. Chelewesha uhuru wako ili wengine wakombolewe. Nani anataka kufanya hivyo? Mwalimu Nyerere waliwahi kufanya hivyo. Alikuwa tayari kuchelewesha uhuru wa Tanganyika ili wengine, nchi zingine ziweze kukombolewa pia. Mwalimu Nyerere alikuwa na roho ya utumishi. Aliweza kupigania nchi zingine ambazo zilikuwa bado zatoka kwenye ukoloni, kama Zimbabwe, kama Namibia, South Africa, alijipigania, na Rhodesia na kadha. Mnafahamu historia. Ni nani anayewajali wengine wakati yeye ameshapata fursa ya kuwa huru? Lazima wewe uangalie wengine ambao bado wamefungwa. Usifikirie tu mimi nimeshakuwa na hela wao shauri yao. No. Musa akasema hapana. Uhuru wa masharti hapana. Ni bora tubaki watumwa kwa muda, tupiganie wote, tutoka wote. Mstari wa 24 na 25 soma. 24. Farao akamwita Musa na kumwambia. Na ilikuwa itokee hivi tu. Inatokea baada ya kibano. Kibano, labda tuwasomee sura ya 9. Soma sura ya 9 mstari wa 10. Waone, naonyesha kibano. Adui tunampa kibano. Haachii tu hivi, ni kibano, ni kipigo. Soma hapo. Basi wakatwaa majivu ya tanuni na kusimama mbele ya Farao, na Musa akayarusha juu mbinguni, nayo yakawa ni majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Nao wale waganga hawakuweza kusimama mbele ya Musa kwa sababu ya hayo majipu, kwa maana hao waganga walikuwa na majipu. Kuanzia Farao alikuwa anajikuna majipu, mfalme akapewa majipu. Hiyo ndio kanuni, ndio na maombi yangu hayo. Yaani hapa adui yako anataka ufe, yaani hapa lazima kieleweke. Anayekufanya ubaki fukara, anayekufanya ubaki hali ya fedheha. Falme huyo alipewa majipu, na watu wote, mpaka wanyama, mpaka waganga wachawi, tunawapa majipu, tunawapatia mapigo. Yaani lazima kitu fulani kiwashughulishe ndio waseme basi ondoka. Kwa hiyo ndio siri mojawapo. Ndio mstari wa 24. Soma sasa ule kwa unafika ule sura ya 10 mstari wa 24. Neno la Bwana. Farao akamwita Musa na kumwambia, haya, nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu nao
na waende pamoja nanyi. Anawaambia sasa, nawapa masharti ya pili. Watoto mmeshanipiga sana, basi nendeni watoto wenu, lakini utajiri niachieni, pesa niachieni, mali niachieni, kondoo niachieni. Hilo ni sharti la pili. Inaonekana mmeruhusiwa kwenda na watoto, sasa muende maskini. Hapana, Musa akasema hata hivyo hatukubali. Umetupa watoto lakini mali unazishikilia. Hatuondoki, haondoki mtu hapa. Hebu soma kidogo, endelea. Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi, hautasalia nyuma hata ukwato mmoja. Hata ukwato hatuachi. Kwa nini unaacha hela? Unaenda kanisani una hela, sadaka unajikuna tu utoi. Umeacha hela hujaziacha. Lazima ukatae. No. Asema kwamba jamani, muende wenyewe tu mikono mitupu, mifuko mikavu. Unatamani vitu, huna hela, usikubali. Musa akasema haiwezekani, hata kwato hatuachi. Hakuna kukubali. Mungu anataka kutubariki. Lazima tuendelee, mapigo yaendelee. Endelea tu, kibano kitaendelea. Nimetangaza vita, na hii ni vita ya uchumi, ni vita ya mafanikio yako. Nitaomba kwa ajili yako mpaka Mungu akuinue, mpaka Mungu akupe upenyo, akupe mawazo na akili ya ushujaa ya kuona fursa na kujituma na kuona nitafanikiwa. Na utaanza mahali padogo sana. Wengine mtaanza mpaka na mtaji wa shilingi 20,000, wengine mtaji wa 50,000, wengine 100,000, wengine mtaanza na akili tu, wengine mtaanza na nguvu za mwili tu, lakini ninabariki hizo nguvu. Utafanya kitu, utaanza kwenda juu, utapanda juu hatua kwa hatua. Usidharau hatua ndogo ndogo. Wengine mtapata ajira nzuri, wengine mtapata cheo, mwingine mtakubalika kazini, mwingine mtapata heshima mahali ambako hamngepata heshima, mwingine mtapata upendeleo, mwingine mtaitwa mahali ambako hamngeitwa. Mungu atatengeneza jambo katika maisha yako, kwa sababu lazima utoke na vitu vya kubebeka. Huwezi kutoka mikono mitupu. Sasa mapigo yaliendelea. Sasa pigo la mwisho lilikuwa la kali zaidi. Soma mstari ule, sura 12, ndio tunamalizia hapo. Sura 12 anzia mstari, soma mstari wa 28 alafu taruka. Tunamalizia mstari huo 28. Basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo vile vile kama Bwana alivyomwamuru Musa na Haruni, ndivyo walivyofanya. 29. Hata ikawa usiku wa 8, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefugwa katika nyumba ya wafungwa na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Hata mbwa, wazaliwa paka walikufa, mzaliwa mbuzi alikufa, mzaliwa ng'ombe alikufa wa kwanza, mzaliwa wa Farao. Hiyo ni kumshurutisha anayezuia. Kumbuka hayo ni mashurutisho. Uchumi hauji kwa sahani ya dhahabu mkononi. Ni vita. Kuwa na pesa ni vita. Kuwa na mali ni vita. Kujenga nyumba ni vita. Mafanikio ni vita. Ukibaki lele mama, unalala usingizi, hujitambui, utabaki hivyo hivyo. Lakini lazima uamke ujue ni vita. Maendeleo ni vita. Sasa hapa Musa alikomaa, akasema vita mpaka utaachia. Na pigo hili sasa lilikuwa ni kubwa zaidi, mpaka mwanae wa kwanza akafa. Na watoto wote wa nchi nzima wa kwanza walikufa. Ndipo sasa mstari wa 30. Endelea, 30 mpaka 32. Farao akaondoka usiku akabidi aondoke, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Aha, sio kama nilivyosema mimi, mwende kama mlivyosema ninyi. Ndivyo tunataka, kama wewe unavyotaka. Malizia. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu, chukueni na mali zenu. Ndio pointi yangu hiyo, kama mlivyosema. Kwa unaona, usikubali. Umaskini sio wa kwetu, ufukara sio wa kwetu, magonjwa sio ya kwetu. Usikubali. Bado komaa tu mpaka utavuka. Usikata tamaa. Hakuna mtu
ambaye ni wa kipekee duniani. Wewe ndio unajiweka kwenye daraja la aibu, la unajitenga na kujifanya wewe uko daraja la aliyekataliwa. Hapana, sote sisi ni wa thamani. Ni muda tu, ni majira tu, ni wakati tu. Mwingine anaweza kuwa ameshapata nyumba, wewe bado utapata tu. Na wewe mwingine ameshapata ajira, wewe bado utapata tu. Mwingine ameshainuka kibiashara, wewe bado. Usikate tamaa, ni muda wake na wako bado. Wa Musa walizuiwa kwa muda mrefu, lakini ilipofika Farao akasema chukueni na kila kitu. Musa alitetea kwanza, alitetea mahali pa kuabudu, alitetea watoto wake, alitetea mali, akatetea kila kitu. Wakatoka, Mungu akawatoa. Mbingu ndizo zinazotawala. Musa alikuwa anatembea na mbingu, alikuwa anatembea na mamlaka ya kifalme ili atoe watu kwenye utumwa, ili watoe watu kwenye uharibifu. Alikuwa amebeba vazi la kifalme. Nimevishwa vazi la kifalme. Vazi la kifalme limeshikamana na majeshi, malaika. Na mahubiri haya sio mahubiri tu. Huu ni msaada wa Bwana kwako. Huu ni msaada wa Bwana kwako, kukwambia kwamba ni wakati wa kutoka. Huu ni wakati wa kutoka kwenye kikwazo kigumu ulichokaa miaka mingi. Huu ni wakati wa kutoka kwenye shida hiyo uliokaa muda mrefu. Huu ni wakati wa kutoka kwenye kifungo cha mizimu ulichofungwa. Huu ni wakati wa kutoka katika kifungo cha wachawi kilichokufunga. Ni wakati wa kutoka katika laana na mikosi na aibu iliyokuzunguka. Kwa jina la Yesu, Mungu mkuu Jehova, kazi msalaba imetimilika. Kwa jina lake kila goti linapigwa. Kwa jina lake kila ulimi unakiri Yesu ni Bwana. Na wakati huu nguvu za giza zinasambaratika. Kwa jina la Yesu zinavunjika. Kwa jina la Yesu wanakuachia leo. Wanaachia maendeleo yako, wanaachia uzao wako, wanaachia hawataweza kuua watoto wako, wanaachia hatima yako, wanaachia mwendo wa kwenda mbali kimaendeleo, wanaachia watoto wako walio tumboni, hata walio bado, hata wale ambao hujaoa kuolewa. Wako watoto wako na waweka huru, hata wale ambao utawapata baadaye. Hawatazuiliwa. Pesa zako ambazo hujaziona naziweka huru, zitakuja. Ambao zimezuiliwa mahali ninaziita zije kwako. Kwa wengine mmetengenezewa madini mbalimbali. Natengeneza nguvu ya malaika iende ikupelekee nguvu ya kupokea madini yako, dhahabu na fedha, dhahabu na almasi, tanzanite. Wengine hapa mmeandaliwa kwenda kuanzisha miradi mikubwa. Wengine mnaenda kupata contract kubwa. Wengine mtaenda kuanzisha mifugo. Wengine mnaenda kuanzisha biashara. Wengine mnaenda kupata kibali serikalini. Wengine mtaenda kupata visa kwenda nchi za ng'ambo. Wengine mtaenda kuwa watu hukopesha wengine. Nguvu zake ile juu ndizo zitatenda hayo yote. Pokea nguvu za Bwana za kukufanikisha. Pokea uwezo wa Bwana wa kukupa ushujaa, wa kukupa kuamini na kuamini wewe sio mtu wa second hand. Wewe sio daraja la 3, wewe sio daraja la 4, wewe sio daraja la chini. Wewe ni first class, ni daraja la kwanza. Sisi sote binadamu ni daraja la kwanza kwa Bwana. Pokea daraja lako la juu na kutoa kwenye vifungo, na kutoa kwenye gereza, na kutoa kwenye magonjwa, na kutoa kwenye aibu, na kutoa kwenye makafara, na kutoa kwenye mateso, na kutoa popote ulipo kwa jina la Yesu. Kama Musa alivyotoa wana wa Israeli, ninabeba upako maradufu kuliko wa Musa. Nina upako wa Musa na nina mpako wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye kufa msalabani. Musa alitumia mwana kondoo, mimi natumia Yesu. Damu ya Yesu Kristo inakutoa hapo ulipo, na itangaza damu ikumtoe na ng'oa mizizi ya adui, mizizi ya magonjwa, mizizi ya ufukara. Mizimu ikuachie mizimu.
kuzimu, wachawi wadondoke, wakuachie. Na achilia mapigo, majipu yawe mwili mzima. Wanaokutaabisha waganga na wachawi, sasa hivi wapigwe, nguvu yake aliyo juu ishuke. Malaika wa Bwana akatetee maisha yako, atetee watoto wako, atetee uchumi wako, atetee afya yako. Malaika wakulinde, wakutunze, wanafanya kituo, wakuokoe kila uendapo. Utokapo ubarikiwe, uingiapo ubarikiwe, ulindwe ulalapo, ulindwe uamkapo. Pesa zako zilindwe, mali zako zilindwe, wazo lako jema lilindwe, mipango yako ilindwe, mikakati yako ilindwe. Mungu akuunganishe na watu muhimu, watu watakao kusaidia kwenda kwenye ukuu wako, watakao kusaidia kufikia hatima nzuri. Mungu akutengenezee njia, ukutane na watu sahihi wa maisha yako, na kuondolea watu wasio sahihi, na kuondolea watu wa kuvunja moyo, watu wa kukufanya ujione ufai, na waondoa kwenye maisha yako na kuinulia njia mpya. Njia mpya naitengeneza. Mbingu ndizo zinazotawala, ziwe juu yako, zikutetee, zikupiganie. Mbingu ndizo zinazotawala. Nebukadreza alijifanya na nguvu, aliwekwa chini, akapelekwa porini, akala majani. Adui yako amepelekwa porini, anakula majani. Mbingu ndizo zinazotawala. Anga lako linatawaliwa na Yesu. Anga lako linatawaliwa na Bwana mabwana. Ndio unamiliki, ndio anga la juu kabisa, ndio mbingu ya Bwana. Mbingu ni mbingu za Bwana. Yesu ndiye mfalme, Yesu ndiye Bwana. Akutunze, mambo yako yawe juu, mambo yako yafaulu. Pokea imani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na bariki huduma yako, na bariki kanisa lako, na bariki kila unachofanya. Vipawa vyako vichipuke, vipawa na karama zako ziinuke, upako ukukalie, nguvu ukukalie, miujiza iwe ndani yako. Watu wakafunguliwe kupitia wewe, watu wakaponywe kupitia wewe. Maneno yako yawe na uwezo, yawe na nguvu ya kuinua walioanguka, ya kuinua ukoo wako, ya kuinua familia yako. Na achilia upako wa kukufanya wewe uwe msaada kwa ajili ya wengine. Bwana yuko pamoja nawe hata sasa, siku zote, mpaka mwisho wa dahari, katika jina la Yesu. Kama umepokea useme amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Amina ya mara ya pili, na mara ya tatu, na mara ya nne, na mara ya tano, na mara ya saba. Yeriko yote chini, kila kitu chini. Mambo ni kwenda mbele, mambo ni kusonga mbele katika kila hatua nzuri Bwana amekupa. Haleluya, haleluya, amina. Na kushukuru mpendo wa mtazamaji wangu, nimefika mwisho kabisa kwa kipindi chetu cha leo. Kesho nitakuwa na kipindi cha maombi na maombezi. Ni wakati wa kujiunganisha. Jiunganishe nami, jiunganishe na yale mafunuo Mungu amenipa, na weka sadaka yako hapo. Weka sadaka. Ni wewe, nikwambia una haja kutafuta mambo mengi, kutafuta mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kuchanganya hayo yale, itakuchanganya. Wengine wanasikia mara kuna mbingu 7, kuchanganya. Wewe achana hayo. Wewe chukua mafundisho kwa njia rahisi. Chukua chakula kichoiva, kula. Usianze kujua alikatia kitunguu wapi, alikata nyanya gani. Achana hayo. Chukua chakula kichoiva, kula. Mungu ameshafanya, na chukua, nenda kafanikiwa katika jina la Yesu. Sasa tunaenda kutoa namba yetu ya sadaka. Karibu ndugu. Lipa kwa namba Voda ni 51 35 05 85, na jina litatokea Uzima Katika Neno. Nairudia tena, ni 51 35 05 85. Lakini pia tuna Tigo ambayo ni Yas, ni 07 14 78 78 34, ni 07 14 78 78 34, na jina Moses King. Na kushukuru, tukutane tena kesho. Bye bye.